Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nina kila sababu Baba ya kukushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Umenipa tena neema na kibali cha kusimama mbele zako Mfalme, na libariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo, Mungu wa mbingu na nchi. Asante kwa ajili ya kusanyiko la siku hii ya leo Mfalme. Yesu asante. Utukufu na heshima ni kwako Bwana. Tazama majira haya Mungu wa mbingu na nchi, namsogeza mtumishi wako mpakwa mafuta mahali hapa pamoja na familia yake Mfalme, nikiendelea kukushukuru kwa matendo yako makuu unayotenda kupitia mkono wake Bwana. Ninakubariki Mungu wangu, ninasema asante Mfalme hata kwa ajili ya ulinzi. Yesu ninasema asante. Asante Mfalme kwa ajili ya watazamaji wa Gideon Online wanaendelea kushirikiana nasi kwa ajili ya channel hii Mungu. Mungu ninaomba uwabariki, naendelea kuachilia ufahamu na maarifa ili waendelee kuisupport kazi yako ili uweze kusonga mbele. Ninakushukuru Mfalme katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na mimi mtumishi wako niko mahali hapa Bwana, niko tayari kwa ajili ya kazi yako Mungu. Baba ninaomba unitumie, mimi ni chombo tu. Mimi ni chombo Baba, nitumie kama upendavyo Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu mfundishaji na mkumbushaji, naomba utufundishe neno lako Bwana na utukumbushe Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Nami mtumwa wako katika jina la Yesu Kristo, nijalie kulinena neno lako kwa uhodari na kwa ushujaa, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Watu wote waseme amen. Mshangilie Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Mtu wa Mungu umepata tena neema ya kufika hemani mwa Bwana siku ya leo. Ndugu mtazamaji wa Gideon Online, ninakukaribisha na Mungu akubariki sana unapoendelea kuwa nasi, kushirikiana nasi kwa ajili ya kazi yako. Karibu kwa ajili ya tafakari yetu ya siku ya leo. Leo tunaenda kutafakari kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo katika ulimwengu. Karibu sana. Ujio wa Yesu Kristo katika ulimwengu. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Neno la Mungu linasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee aje duniani, na yoyote atakayemwamini ataokolewa. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kabisa Mungu alimtoa mwanae wa pekee aje duniani ili kutukomboa sisi wanadamu, kwa sababu sisi wanadamu tumemtenda Mungu uovu, tumemtenda Mungu mabaya. Amina. Kwa hiyo Mungu akasemaje? Mwanadamu amenitenda dhambi, mwanadamu amenitenda uovu, mwanadamu ameniasi. Tunakumbuka katika kitabu cha Mwanzo 3, mwanadamu wa kwanza, wale wazazi wetu walimuasi Mungu pale kwenye bustani ya Edeni. Walipokula lile tunda walijijua kwamba wako uchi. Kwa nini walijijua kwamba wako uchi? Kwa sababu Mungu aliwaacha. Utukufu wa Mungu uliondoka. Ndio maana siku zote walikuwa wanaishi pamoja, lakini hawakujijua wako uchi. Lakini kitendo cha kula lile tunda tu wakajitambua kwamba wako uchi, wakajitengenezea mavazi ya majani, wakajisitiri. Ni kwa nini? Ni kwa sababu uwepo wa Mungu uliondoka, utukufu wa Mungu uliondoka, wakabaki kama vilivyo. Lakini Mungu kwa sababu anampenda mwanadamu, Mungu anasema mimi nimemuumba mwanadamu kwa sura na mfano wangu. Mwanadamu ni taji yangu. Hakuna kiumbe chochote nilichokiumba kama mwanadamu, ni mwanadamu. Akasema nitafanyaje? Yesu Kristo akasema nitamtuma mwanangu wa pekee ashuke duniani akamuokoe mwanadamu. Amina, watu wa Mungu. Tunaona sasa Yesu Kristo akaja duniani kutuokoa sisi wanadamu. Tunaenda kujifunza katika kitabu cha Wakolosai 1, kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 20 hadi wa 22. Yesu Kristo alikuja kuleta upatanisho. Baada ya kumwacha kwenye ile bustani ya Edeni, Mungu akashuka duniani kuleta upatanisho. Sasa sisi wanadamu, Mungu akasema nitampatanaje na mwanadamu? Ni kwa kutoa damu yangu pale Calvary kwa ajili ya mwanadamu. Neno la Bwana linasema, kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 20. Neno la Bwana linasema, na kwa yeye huvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi na vilivyo mbinguni, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa
tena na adui katika nia zenu, kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Amina kanisa, mshangilie Bwana. Tunaona kabisa Yesu Kristo alikuja kutupatanisha baada ya kutenda uovu. Tunaona alimwaga damu yake pale msalabani, kwa damu ya upatanisho, damu ya Yesu iliyomwagika pale Kalvari. Mungu akatupatanisha kupitia neno lake, akasema nikavipatanisha vitu vyote vya duniani na mbinguni na mwanadamu kwa makosa yake aliyofanya, kwamba ujio wa Yesu Kristo katika ulimwengu huu alikuja kutupatanisha mahali pale tulipomwacha, akatupatanisha kwa damu ya msalaba. Amina kanisa. Pili, Yesu Kristo alikuja duniani ili kutafuta na kuokoa kilichopotea. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 9. Neno la Bwana linasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze, kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, na kwa sababu huyu naye ni mwana wa Abrahamu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja na kutafuta na kuokoa kilichopotea. Mshangilie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu alikuja ulimwenguni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Tunajifunza hapa kwa habari ya Zakayo. Biblia inasema Zakayo alikuwa ni mtu mfupi wa kimo, alikuwa ni mtoza ushuru na alikuwa ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo katika utendaji wake alikuwa ni tajiri. Yamkini utajiri wake alipata kwa njia isiyo sahihi. Mtoza ushuru anaweza akatosa kama anavyotaka. Mtoza ushuru anaweza akamwibia mtu kwa sababu anayo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lazaro ni tajiri. Je, utajiri wake ulikuwa ni sahihi? Biblia inasema hapa Lazaro. Lakini tunaona Lazaro alipata habari za Yesu kama mimi na wewe tulivyopata habari za Yesu, kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anafungua. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Akatamani, akawa na shauku, akasema mimi nataka nijue huyu Yesu ni wa namna gani. Akawa na shauku, pamoja na utendaji wake wa kazi, pamoja na uovu aliokuwa anatenda, pamoja na kudhulumu, akasema mimi tu nataka nijue huyu Yesu ni wa namna gani. Haleluya kanisa. Tunaona hapa Lazaro akachukua hatua, akajua Yesu atakuja, akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Lazaro alikuwa na shauku, alikuwa na kiu, akapanda mtini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona bidii ya Lazaro, akasema nini? Mimi nataka nijue huyu Yesu, nataka nimuone huyu Yesu. Nikishamuona najua Mungu atanitendea na mimi kama alivyotenda. Yamkini alikuwa na changamoto anayopitia. Hamna mtu anayejua siri ya moyo wa mwanadamu. Kila mtu anajua mwili wako uko vipi. Lakini Lazaro akatamani, akawa na shauku, akasema na iwe mimi nitapanda juu ya mkuyu, nitamuona Yesu.
Lakini tunaona neema ya Yesu Kristo, Yesu mwenye huruma, Yesu mwenye upendo. Mstari wa 5 anasema Yesu alipofika mahali pale alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Lazaro akasema akashuka haraka. Amina, watu wa Mungu, jinsi Lazaro alivyokuwa na shauku, akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha Yesu kwa furaha. Amina, akamkaribisha Yesu, akamwambia Yesu karibu. Lakini tunaona mstari wa 7, neno la Mungu linasema hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Watu wakanung'unika, wakasema ameenda kula na mtu mwenye dhambi. Na Yesu akasema nimekuja duniani kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sisi tunazo dhambi. Yesu ameshuka, ameona jinsi tunavyotenda dhambi, jinsi tunavyofanya maasi. Yesu akasema ninafanyaje? Ninaenda kumwokoa mwanadamu. Akaingia nyumbani kwa Lazaro. Alipofika wale watu wakanung'unika, je, mtu huyu inakuwaje anakaa na watu wenye dhambi? Biblia inasema sikuja kuwaita wenye afya, bali mimi nimewaita walio wagonjwa. Walio wagonjwa ni mimi na wewe. Yesu amekuja kututafuta, tumepotea. Lakini tunaona Lazaro huyu, Zakayo hakujali. Zakayo akakaa, Yesu akaingia ndani yake. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini. Ni kwa nini? Alijijua kwamba yeye ni mwenye dhambi. Anajua ile mali aliyopata ameizulumu. Akamwambia Yesu, mimi mali yangu niliyokuwa nayo ninawapa maskini. Alijitambua, akaona kwamba mimi mali niliyopata nimenyang'anya mtu. Anaendelea kusema, ikiwa nimemnyang'anya mtu kwa hila, namrudishia mara 4. Haleluya kanisa. Tunaona jinsi Zakayo alivyojitambua, akamwambia Mungu, ninarudisha chochote nilichoiba. Na Yesu akamwambia, leo wokovu umeingia nyumbani mwako, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Biblia inaendelea kusema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Zakayo alikuwa amepotea dhambini, alikuwa amepotea uovuni, lakini siku ile Yesu Kristo alipoingia nyumbani mwake akapokea wokovu. Na mimi na wewe, mtu wa Mungu, Yesu yuko kwa ajili yetu. Mkubali tu wokovu uingie ndani ya maisha yako. Zakayo alisamehewa uovu wake, akasamehewa dhambi zake, akapata neema kwa Mungu. Mtu wa Mungu, Yesu yuko kwa ajili yako. Mkubali tu aingie ndani ya maisha yako, mkubali tu abadilishe maisha yako. Changamoto unazopitia, Yesu amesema yuko tayari kwa ajili yako. Ni wewe tu umkubali. Biblia inasema aaminie. Je, wewe unamwamini Yesu? Je, umemkubali? Umempokea? Umemfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Amesema yule anayeamini atapata uzima wa milele. Mtu wa Mungu, kuwa na imani. Amini kama Zakayo alivyoamini. Neema ya Kristo ikaingia ndani yake, wokovu wa Mungu kaingia ndani yake, akapata uzima. Amina, watu wa Mungu. Tunaenda tena kujifunza katika Isaya 61. Fungua tena Isaya 61. Yesu alikuja duniani kuganga waliovunjika mioyo. Wewe uliyekata tamaa, wewe uliyechoka, Yesu anasema nimekuja kwa ajili yako wewe mwanadamu. Isaya 61 mstari wa 1. Neno la Bwana linasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mshangilie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alikuja duniani kuganga mioyo iliyovunjika. Je, moyo wako umevunjika na nini? Je, ni magonjwa? Je, umekata tamaa? Je, ni nini kinachokusibu ndani ya moyo wako? Yesu ameshuka duniani kwa ajili yangu mimi na wewe.
Sharti tu ni umkubali, umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amesema atakuganga moyo wako. Usipomkubali, usipofungua mlango wa moyo wako ukamwambia Yesu, ninakukaribisha ndani ya moyo wangu, naomba uingie ndani ya moyo wangu, ufanye makao ndani yangu, unisaidie, uniponye. Yesu anaangalia imani yako, anaangalia utayari wako. Mtu wa Mungu, wewe unayepita kwenye magonjwa, mkubali Yesu aingie ndani ya moyo wako. Amesema niko tayari. Ndio maana Yesu Kristo anasema katika neno lake, njooni ninyi nyote. Hajasema kabila hili, hajasema Mkristo, hajasema nani. Amesema njooni ninyi wote, maana Biblia inasema Mungu ni wa wote wenye mwili. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Yesu anakualika, njoo, mkubali, mpokee, maadamu ameshuka duniani kutafuta kilichopotea. Mtu wa Mungu, mkubali Yesu. Amesema hapa, amesema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Moyo uliovunjika, yamkini ni magonjwa. Mtu wa Mungu, Yesu yuko tayari kwa ajili yako. Yamkini ni madeni, Yesu yuko tayari kwa ajili yako. Amina, watu wa Mungu. Anasema kuwatangazia mateka uhuru wao. Huo uteka wa magonjwa ya mara kwa mara, operation, kisukari. Mtu wa Mungu, inawezekana kwa Mungu. Amesema mkubali tu, mkubali mtu wa Mungu, aondoe huo utumwa uliokuwa nao. Ni utumwa gani unaopitia? Usikubali kuwa mtumwa, maadamu Yesu ameacha enzi mbinguni akashuka duniani kwa ajili yetu sisi. Ni wewe mtu wa Mungu kukubali, kumwambia Yesu, niko kwa ajili yako, naomba Yesu ubadilishe maisha yangu. Amina, watu wa Mungu. Wewe uteka, wewe ni mlevi, inawezekana. Usikate tamaa ukasema basi tena maisha yangu kuisha habari. Hapana, yuko Yesu kwa ajili yetu. Mwambie Yesu, uteka, hii hali siitaki, ikata hiyo hali unayopitia. Inawezekana, watu wa Mungu. Anaweza Yesu. Atakuondoa utumwa wa ulevi, atakuondoa utumwa wa magonjwa. Unatumikishwa na nini? Yuko tayari Yesu. Amesema atakuweka huru. Ni wengi sana Yesu Kristo ameweka huru. Hata tukiangalia kwenye huduma mahali hapa, watu wanakuja wanao vifungo vingi, wamefungwa na adui shetani, lakini wanapokuja hapa kwa jina la Yesu Kristo, mtumishi wa Mungu anawaweka huru. Wengine wamekuja na magonjwa sugu, presha, kisukari, kwa imani wameombewa katika jina la Yesu na wamekuwa salama. Mtu wa Mungu amesema kuwafariji wote walioonewa. Yesu ni faraja yetu. Yesu ni tumaini letu. Yesu ni msaada wetu. Yesu ni kimbilio letu. Mtegemee yeye. Ukishamkubali tu, yuko tayari kwa ajili yako. Mtu wa Mungu, ninakukaribisha. Karibu kwenye huduma mahali hapa. Matendo makuu yanayotendeka mahali hapa kupitia mtumishi wa Mungu. Wenye magonjwa wamewekwa huru. Wasiokuwa na kazi wamepata kazi. Wasiokuwa na watoto wamepata watoto. Waliokuwa na changamoto nzito, Mungu amewafungua. Waliokuwa wanatakiwa wafanyiwe operation, wamekuja mahali hapa, wamewekwa huru. Mtu wa Mungu, ninakukaribisha. Usiogope, Yesu anaweza. Kuwa na imani tu. Tengeneza kiwango chako cha imani. Tunaona hata katika Biblia Yesu aliwaambia wanafunzi wake, imani yenu iko wapi? Kumbe ni kiasi cha kutengeneza imani yako. Njoo mtu wa Mungu, utaona matendo makuu yanayotendeka mahali hapa. Ninakukaribisha mtu wa Mungu, karibu kwenye huduma yetu siku ya Jumatano saa 8 kamili mpaka saa 11, siku ya Ijumaa saa 8 kamili mpaka saa 11, siku ya Jumapili saa 6 kamili mpaka saa 11. Fika hapa ujionee mwenyewe kwa macho, usisubiri kuambiwa. Hapana. Tunajifunza kwa Zakayo, alikuwa na shauku. Na wewe njoo, usiteseke, usisumbuke kila mara hospitalini. Njoo hapa, utamwona Mungu na utasema hakika yuko Yesu. Amina, watu wa Mungu. Pia ninakukaribisha kwenye ibada ya Morning Glory saa 12:30 mpaka saa 1:30. Utamkuta mtumishi wa Mungu naye atakuombea, atakuweka huru. Hilo ndilo neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai,
Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante Mfalme, neno hili Bwana likavushe watu hawa Bwana. Baba, ninaomba uwape ufahamu, gusa fahamu, gusa akili, gusa fikra, gusa mioyo yao Mungu wa mbingu na nchi. Neema yako na damu yako iliyomwagika pale Kalvari. Baba, ninajua kwa akili na fahamu hawezi peke yako, lakini Mungu kiachilia neema na ile damu ya Yesu inayonena mema, nikinyunyiza kwenye fahamu zao, akili zao na fikra zao Mungu wa mbingu na nchi. Yesu Kristo, ukiwagusa kwa mkono wako Mungu, watapata neema, na usiku moja watakuwa na shauku kama alivyokuwa na Zakayo, alivyokuwa na shauku ya kukutafuta kwa bidii. Nao watu hawa Bwana, ninawaweka mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Mshangilie Bwana. Utukufu na heshima ni kwako wewe Yesu. Asante Yesu. Amina.